Mwanamichezo, karibu kwenye YouTube channel ya Ava TV. Hapa unapata habari mbalimbali za kimichezo lakini pia burudani. Sasa kubwa zaidi ambalo linaendelea kwenye soka la Afrika hivi sasa ni kuhusiana na michuano ya AFCON ambayo inaendelea pale nchini Morocco. Tukiwa tumeshashuhudia hatua ya makundi na timu mbalimbali zikishindwa kuendelea, huku timu nyingine zikitinga hatua ya 16 bora kabla ya kuishuhudia basi hatua ya robo fainali. Tumeshuhudia michezo ya awali kwa maana ya mechi mbili ambapo Senegal dhidi ya Sudani, Senegal akifanikiwa kutinga hatua ya robo fainali, na mechi ya pili ambayo ilishuhudiwa usiku sana hivi, timu ya taifa ya Mali dhidi ya timu ya taifa ya Tunisia, na mechi ambayo ilikuwa na tension kubwa sana ukizingatia ni kwamba goalkeeper wa klabu ya Young Africans na timu ya taifa ya Mali akifanya makubwa kiasi cha kuibuka mchezaji bora wa mechi hiyo ya 16 bora kati ya Senegal dhidi ya Tunisia. Sasa kulikuwa kuna tension kubwa ukizingatia nyota wa Mali aliweza kupewa kadi nyekundu mwanzoni tu mwa kipindi cha kwanza kutokana na faulu ambayo alikuwa ameicheza na kupelekea Mali sasa kuwa pungufu mbele ya Tunisia. Dakika 90 zikamalizika kwa timu zote mbili kufunga moja moja kabla kwenda kuishuhudia mikwaju ya penalty ambapo Mali waliweza kupata mitatu huku Tunisia wakipata miwili, na katika mikwaju hiyo ya penalty ndipo ambapo ilizua gumzo zaidi mara baada ya kuishuhudia ama kumshuhudia basi nyota wa timu ya taifa ya Mali lakini pia golikipa wa klabu ya Young Africans Djigui Diarra akiweza kupangua mikwaju miwili ya penalty na hatimaye kupelekea kuwa mchezaji bora wa mechi hiyo. Unaweza kuona namna ambavyo alicheza ile michomo ya hatari kuweza kuelekea kwenye goli lake. Sasa watu wamekuwa na maoni mbalimbali kuhusiana na kiwango hiko kikubwa ambacho kinaoneshwa na golikipa wa timu ya taifa ya Mali. Unaweza kuona kwenye mechi dhidi ya Morocco namna ambavyo aliweza kupangua michomo, lakini pia kwenye mechi nyingine na hii pia ambayo ni hatua ya 16. Lakini jambo zuri na la kufurahisha ni kwamba licha ya kwamba Mali wameitinga hatua ya robo finali, hawajapata ushindi katika mechi yao yoyote. Yaani kwenye zile mechi tatu za hatua ya makundi wao walipata sare peke yake wakimaliza na alama 3 kwenye kundi lao. Kundi A wa kwanza wakiwa Morocco, alafu Mali wakifuatia nafasi ya pili wakiwa na alama 3 katika michezo mitatu waliopata. Lakini kwenye mechi pia dhidi ya Tunisia hawajapata ushindi kwa maana katika zile dakika 90 wametoka 1-1 na wamekwenda kupata matokeo hayo ya kwenda hatua inayofuata kupitia mikwaju ya penalty. Sasa kulingana na kiwango bora ambacho Djigui Diarra amekionyesha kwenye mechi zote za michuano ile ya AFCON, watu wamekuja na maoni kwamba pengine inaweza kuwa kibarua sasa kwa rais wa klabu ya Young Africans kuweza kumbakisha Djigui Diarra ndani ya klabu ya Yanga kulingana tu na kiwango bora. Wapo watu ambao wamediriki kutoka mataifa mengine wakiwa wana comment wanasema pengine huyu ni kipa ambaye hastahili kuidakia klabu za Afrika, wengine wakitaka yani wakimuhusishanisha na kuzidakia klabu ambazo zinashiriki ligi kubwa huko Ulaya kama vile England, labda La Liga pale na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo imekuja kuwa mjadala mwingine kuwa ni kwa namna gani sasa tutashuhudia nguvu ya rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Said kuweza kumbakisha Djigui Diarra ndani ya klabu ya Yanga kwa haya ambayo anaendelea kuyafanya ndani ya michuano hiyo ya AFCON pale Morocco, akiwa na kiwango bora kabisa na akichukua tuzo ya mchezaji bora wa mechi kama ambavyo unashuhudia hapo kwenye picha. Sasa mara baada ya kushuhudia mechi hizo mbili kati ya Senegal na Sudani, lakini pia Mali pamoja na Tunisia, leo tunakwenda kuishuhudia michezo mingine miwili ambapo kuanzia majira ya saa 1 kwa saa za Afrika Mashariki, Tanzania wao watakuwa wanatupa karata yao ya kwanza kabisa katika hatua ya 16 bora katika historia ya timu ya taifa ya Tanzania
dhidi ya Morocco kwenye uwanja ule wa Prince Moulay Abdullah, ambapo wenyeji sasa wanakwenda kukutana na timu ya taifa hiyo ya Tanzania. Lakini baada ya mechi hiyo South Africa ama Afrika ya Kusini watakwenda kukutana dhidi ya Cameroon. Cameroon ile ya Shefondo Malone kuanzia majira ya saa 4 usiku. Turudi pale kwenye kiwango bora cha Djigui Diarra. Wewe una maoni gani kuhusiana na hawa ambao wanasema pengine anaweza akaondoka, yani asiendelee kusalia ndani ya klabu ya Young Africans kwa haya ambayo ameendelea kuyafanya katika michuano hiyo ya AFCON. Mimi naitwa Latifa Hanafi, hii ni Ava TV. Usiache kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, hususan hapa YouTube. Hakikisha una subscribe ili tu kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Lakini pia pale Instagram tunapatikana @AvaTVTZ, ambapo taarifa mbalimbali kuhusiana na michuano hiyo ya AFCON inaruka hapo. Nikukumbushe pia AFCON kuanzia majira ya saa 12 mpaka saa 1. Una maoni gani kuhusiana na hiki ambacho Djigui Diarra amekifanya akiisaidia timu yake ya taifa ya Mali kufika hatua ya robo finali, akipangua mikwaju ya penalty na kiwango bora kabisa?